Karibu sana wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Niliwaambia kwamba licha ya serikali kutumia kila mbinu kurejesha hali ya kawaida ndani ya Tanzania baada ya kuiba uchaguzi na kuwaua maelfu ya wananchi, Tanzania haitaenda kurudi kuwa jinsi ambavyo ilikuwa hapo awali, kwa sababu ndugu zangu wamekwisha jifunza njia ya kujitetea na njia za kujitafutia haki. Ninazungumza nini? Leo tarehe 6 Januari mwaka 2026, upande wa Tarime stand up palizuka maandamano makali sana. Wanabodaboda wengi waliingia barabarani wakishirikiana na wananchi. Kwa nini? Wanaandamana kupinga jeshi la polisi ambalo ni mbovu. Na hili jeshi la polisi, mpenzi mtazamaji, upande wa Tarime stand up, tunaelezwa kwamba waliua kijana wa miaka 18. Sasa ninajiuliza hivi, hili jeshi la polisi ambalo linatekeleza uozo kama huu wa kutoa uhai wa mtu, kwa kuua mtu, yaani wao hawana damu ya ubinadamu kweli? Hawana damu ya ubinadamu? Kwa nini wanaamua kukuwa wanyama? Kwa nini? Tusemezane tu ukweli, kwa nini? Kwa sababu ninaelezwa kwamba huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi alichapisha kwamba Tarime stand up, hakuna kukaa kinyonge. Muda huu kimewaka baada ya polisi kuua kijana wa miaka 18. Akaeleza kwamba jinsi ambavyo aliweza kupokea ujumbe huo kupitia kwa mitandao yake. Akamweleza kwamba Damaria, huku Tarime kimewaka, wananchi wamekiwasha, polisi waliua kijana wa miaka 18. Hawa wauaji watatuua kama mnasubiri msemewe mitandaoni au eti waone huruma. Wanaelewa lugha moja tu ya maandamano. Until then watatuua na kututeka watakavyo. Hongereni Mura, umekataa kabisa unyanyasaji. Tutaelewana tu, Samia must go. Unaona, huyu mwanaharakati anaeleza kwamba hakuna kukaa kinyonge. Kijana wa miaka 18 aliuawa. Huyu alikuwa tegemeo kwa familia. Kesho na kesho angeajiriwa au ajiajiri aweza kusaidia familia yake, lakini maisha yake yamekwisha katishwa na polisi watepetevu wa Tanzania. Sasa huyu Maria ameweza kuambia Watanzania vizuri tu, hii serikali batili
Iwapo nyinyi wananchi mtasubiri muweze kusemewa, basi mmekosea. Eti kwamba mnasubiri hii serikali iweze kuwaonea huruma? Pole. Serikali hii batili haina huruma kwa wananchi. Lazima ujitokeze kuweza kujitetea. Angalia ikanda. Nina imani kwamba umeweza kuikagua, na wacha niweza kuwakumbusha hivi: hakuna siku ambayo hii serikali itaacha mauaji. Hakuna siku ambayo hii serikali itatuonea huruma waache kututesa. Suluhisho peke yake ni sisi kuchukua hatua za maandamano, na sio eti kwamba ninachochea maandamano. Hapana, ni sisi kuchukua hatua ndiposa tuweze kukataa kutawalwa kimabavu au kutawaliwa kimabavu. Kwa nini tuendeleze maandamano na sio eti kwamba tuandamane kila siku? Hapana. Kwa nini tukikosewa tunapaswa kuamka na tukatae unyanyasaji kama huu? Unaona, hata kile kipindi ambapo Humphrey Polepole alipoweza kutekwa nyara, endapo tungejitokeza tuandamane, Humphrey Polepole sasa hivi angekuwa huru. Lakini kwa sababu alitekwa tukanyamaza, tukasema ataachiliwa, serikali imeendelea kumzuia. Na endapo tena watafanya uozo mwingine tuweze kutulia, serikali itatuona kama sisi ni wajinga. Lakini wakitufanyia mabaya na tujibu kwa kuandamana, hii serikali itagundua kwamba sisi tumekwisha chanuka. Ni kwa nini ninahamasisha tuendelee na maandamano? Kipindi ambapo tumekosewa tunaingia barabarani. Kipindi ambapo kuna baya ambalo limetokea kwenye mtaa tuingie barabarani. Kwa nini ninahamasisha hivyo? Nambari moja, hii itapea serikali uoga kwamba wananchi wamekwisha chanuka na sio wale ambao walikuwa wanatawala kimabavu. Nambari mbili, hii itafanya serikali kuogopa wasiendeleze udikteta. Endapo kuna baya ambalo walikuwa wamepanga kama vile kuteka, kama vile kuua, watajua kwamba sasa tukifanya ile baya wananchi wataingia barabarani na wataandamana na watanianika kwamba, ama wataanika serikali kwamba ni ya wauaji. Huo ndio umuhimu wa kuendelea kuandamana. Nambari tatu, umuhimu wa kuendelea kuandamana ni kwamba unapata kwamba serikali inawajibika. Kama kuna mahala ambapo wameweza kulegeza kama vile usalama, wanaimarisha usalama. Kama vile kuna mahala ambapo wamezembea, wamekula pesa za wananchi ambazo zinapaswa kufanya maendeleo, unapata kwamba serikali inawajibika, inaacha kutumia hela za wananchi vibaya.
Kwa hivyo watu wa Tarime, stand up. Hongera sana kwa kuamka na kusaidia familia ambayo iliweza kuathirika kutafuta haki. Tukiona mabaya kama haya, ninawaomba tuamuke, tusiketi, tuamuke, tutafute haki. Ni ombi langu mpenzi mtazamaji. Tusiketi, tusiogope, manake tukiogopa hii serikali itatugundua tatizo letu kwamba sisi ni waoga. Asante sana kwa kunitazama. Mwenyezi Mungu awabariki.